Shalom. Tito 2:13 kiangalia tafsiri mbalimbali utagundua ya kwamba tafsiri ya Union Version, toleo la Union Version lilikuwa lina shida katika kutafsiri. Walio tafsiri Union Version hatuwalaumu na wala hatuwapingi, lakini katika andiko hilo la Tito 2:13 kulikuwa na hitirafu katika kutafsiri. Na hata ukiangalia Yohana 1:18 kuna changamoto katika kutafsiri. Sasa kunapokuwa na changamoto, kama kawaida, kama Wakristo, sisi hatukatai Biblia. Tunachokifanya, tunachukua matoleo mengine na kujaribu kuyalinganisha na kupata usahihi unaotakiwa. Kwa ukiwa ni Mkristo na hausomi, ndio maana nasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Ukiwa Mkristo ni lazima usome, lazima uchunguze huku na huku ili kupata ukamili, kupata usahihi. Maana maandiko mengine yanasema Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kuna Mungu aliyeupenda ulimwengu akamtoa mwanawe. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe, na kuokoka ni kuamini ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mungu alimfufua katika wafu. Unapoamini hivyo, kwa mujibu wa Warumi 10:9 maandiko yanasema utaokoka. Sasa cha kujiuliza, kwa nini Tito 2:13 iseme kwamba Yesu Kristo ni Mungu mkuu? Lazima tuangalie katika tafsiri zingine zinasemaje kuhusu Tito 2:13. Maana tumefundisha mambo hayo na tukajadili mambo hayo, watu wakaja mtandaoni na kwa ajili ya kupinga baadhi ya vitu na kupinga na kusema ya kwamba ati Yesu ndiye Mungu mkuu, wakitumia Tito 2:13. Ukiwa unaamini ya kwamba Tito 2:13 ni msaada kwako, basi ujue wewe bado ni mjinga wa kiroho. Msomaji, Niko. soma hiyo Tito 2:13 katika habari njema. Habari njema Inasemaje? Tukiwa tunangojea siku ile ya heri tunayoitumainia, wakati utakapotokea utukufu wa Mungu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna utukufu wa Mungu mkuu na nani? Na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Au ni wangapi? Wawili. Au ni wangapi? Wawili. Habari njema, chukua African Bible. African Bible inasemaje? Anasema tukingojea heri tunayoitazamia na ufunuo wa utukufu wa Mungu mkuu na wa nani? Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna utukufu wa Mungu mkuu na wa nani? Na wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Utukufu wa Mungu mkuu na wa nani? Na wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Haya, soma hiyo Union Version. Soma nani? Soma King James Version. King James Version inasemaje? King James Version, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God, Mungu mkuu and na our Savior Jesus Christ. Kwa hiyo kuna Mungu mkuu na Mwokozi nani? Yesu Kristo. Ni wangapi? Wawili. Haya, soma ulimwengu mpya. Ulimwengu mpya inasemaje? Huku tukingojea tumaini lenye furaha na kufunuliwa kwenye utukufu wa Mungu mkuu na nani? Kwa nani? Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo Tito 2:13 Kwa hiyo Tito 2:13 kwa hiyo Union Version walio tafsiri walikuwa na hitirafu. Tito 2:13 kwenye Union Version walio tafsiri kulikuwa na hitirafu. Sasa maana nimeona huko mtandaoni watu tumefundisha, tumefanya mjadala, tumefanya mdaharo, na bado mtu anabisha, anasema kwamba kuna baba. Mtu anasema kuna baba na bado anasema tena Yesu ndiye Mungu mkuu. Ati Yesu alijigeuza. Sasa haya mambo lazima uwe makini. Labda tuwafundishe karibu kabisa. Lazima tuwafundishe. Msomaji, niko 22:1 Ufunuo 22:1 Ufunuo 22:1 nasema kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Kiti cha enzi cha nani? Cha Mungu. Na nani? Na cha nani? Mwana kondoo. Kwa hiyo kuna Mungu na nani? Mwana kondoo. Kuna Mungu, kuna nani? Na cha mwana kondoo. Yohana 1:29. Yohana 1:29. Viti, kuna kiti cha enzi cha Mungu na kiti cha enzi cha mwana kondoo. Kwa hiyo kuna Mungu na mwana kondoo. Mwana kondoo ni nani? Soma andiko. Siku ya pili yake akamwona Yesu anakuja kwake, akasemaje? Tazama, mwana kondoo wa Mungu. Kwa hiyo alimuona Yesu akasema nani? Mwana kondoo wa Mungu. Alimuona Yesu akasema nani? Mwana kondoo wa Mungu. Kwa mwana kondoo ni nani? Yesu. Mwana kondoo ni nani? Yesu. Kwa hiyo kwa sababu katika Agano la Kale walikuwa wanatoa wanyama, wanatoa mifugo.
Kwa Yesu Kristo anaitwa mwanakondoo kwa sababu alikufa, alichinjwa kwa sababu alifanyika kafara, alitolewa kuwa sadaka. Ndio maana anaitwa mwana kondoo, kwa sababu alichinjwa. Unaona? Sasa kuna Mungu na kuna Yesu. Kuna Mungu na kuna Yesu. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, na imani ni kuamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Msomaji, niko Ufunuo 5:1. Ufunuo 5:1. 5:1 kitabu ni cha Ufunuo inasema. Huko ni ikiwa mbinguni Yesu alishapaa, maana anasema alikuwa katika mwili. Sasa sijui kuwa mwili ni kufanyaje. Kwa hiyo akiwa katika mwili ndio anatudanganya. Unaona shetani alivyochanganya watu. Akiwa katika mwili ndio Yesu alikuwa anasema uongo. Wote alikuwa anasema haya katika mwili. Haya, soma andiko. Anasemaje? Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, akisemaje? Ni nani astahili kukifungua kitabu hiki na kuivunja muhuri zake? Wala hapakuonekana mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahili kukifungia kitabu hicho wala kukitazama. Na mmoja wa wale akaniambia, usilie, tazama simba aliyo kabila la Yuda, shina la Daudi. Daudi amezaliwa na Yese kabisa. Ukisoma Isaya 11:1 unaona katika shina la Yese atatokea chipukizi kabisa. Kwa hiyo hapo unaposema shina la Daudi anaongelewa ni Yesu Kristo kabisa. Soma andiko. Shina la Daudi, yeye ashindaye apate kukifungua kile kitabu na kuzivunja muhuri zake. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai wanne, na katikati ya wale wazee mwana kondoo. Ati nani? Mwana kondoo. Na tumeona mwana kondoo ni Yesu Kristo kabisa. Amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ndizo roho 7 za Mungu. Soma 9 inasemaje? Na waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu. Wastahili wewe. Kwa hiyo wanamwambia mwana kondoo anastahili kufanyaje? Kukichukua hicho kitabu. Na mwana kondoo ni nani? Yesu. Na kuzivunja muhuri zake. Kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu. Akamnunulia Mungu nini? Ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Alimnunulia Mungu watu kwa damu yake. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye aliyetolewa kama kafara kabisa. Maana maandiko yanasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa hiyo kuna Mungu na kuna mwana wa Mungu. Sasa ishi inakuja, Yesu Kristo kwa nini labda anaitwa Mungu? Yesu Kristo anaitwa Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu, yaani hajaumbwa na Mungu. Yesu Kristo amezaliwa na Mungu. Yesu Kristo amezaliwa na Mungu, na ndio maana anaitwa Mungu. Na sisi tumezaliwa na Mungu kwa kumwamini Yesu. Kwa hiyo tumefanyika kuwa wana wa Mungu, na ndio maana sisi sio Mungu. Kwa hiyo sisi ni wana wa Mungu kwa kufanyika. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo anaitwa Mungu kwa sababu ni mwana wa Mungu, na Mungu amemtukuza akamkirimia jina kuliko chochote. Kwa hiyo Tito 2:13 haisemi kwamba Yesu ni Mungu mkuu. Hiyo ni tafsiri iliyokosewa. Ukiamini tofauti na hivyo umepotea. Ukiamini tofauti na hivyo umepotea, na Mungu awabariki. Amen.